katika usaidizi wa kivita na wa kijeshi katika nchi ya Ukraine tangu vita hiyo ilipoanza tarehe 24 mwaka 2022. Kwa hiyo Trump alipoingia madarakani alikuwa anaiangalia vita ya Ukraine katika jicho la kimkakati zaidi, kwa maana kwamba tunakusaidia kifedha, tunakusaidia kiuchumi, lakini na sisi Marekani tunapata nini kwanza. Na hiyo ni sera ambayo kimsingi inajitokeza, au ni mkataba ambao kimsingi unajitokeza katika sera yake ya Make America Great Again, kwa kwamba yeye Trump anaiangalia vita, aiangalie vita kama msaada, anaangalia vita kama ni mkakati wa kuweza kufaidika katika madini muhimu ya kiuchumi. Na kimsingi ni kwamba katika eneo la mashariki ambalo Urusi amekuwa akilishikilia, kwa kwamba kuanzia Crimea, Luhansk, Donetsk, Zaporizhia ni sehemu ambayo inatajwa kwa madini muhimu, critical minerals, kwa maana kwamba madini kwa mfano ya chuma, madini kwa mfano ya dhahabu, madini kwa mfano ya kwenda kutengeneza viwanda vikubwa vya nishati kwa mfano katika nchi za Ulaya. Kwa kimsingi kwamba Trump anataka kuhakikisha kwamba Zelensky anampa madini muhimu kwa lengo la kufidia gharama za uendeshaji wa vita tangu Marekani imeanza kuisaidia nchi ya Ukraine. Na kimsingi ni kwamba Marekani katika vita ya Urusi na Ukraine ameweza kuchangia takriban 75% ya ufadhili wa kifedha na ufadhili wa kivita katika nchi ya Ukraine. Kwa hiyo mpango wa Trump ni kwamba Ukraine iweze kutoa madini ili Marekani iweze kutoa msaada wa kiulinzi. Lakini vile kutazama mkataba ni kwamba unataja kwamba yale madini mengine yatauzwa kuweza kufidia na kuweza kujenga upya nchi ya Ukraine, kwa sababu ukitazama nchi ya Ukraine, Vladimir Putin anaimiliki au anashikilia zaidi ya 20% ya nchi ambayo inaitwa katika nchi ya Ukraine. Na kimsingi ni kwamba yale majimbo ya Luhansk, Donetsk, Crimea, Zaporizhia tayari ukitazama yameshajitangazia kwamba yenyewe sio sehemu ya Ukraine, ni sehemu ya Urusi. Lakini vile tumeshuhudia juzi Jumapili ambapo Rais Vladimir Putin sasa kuweza kurudisha mji wa Kursk. Mji wa Kursk ni sehemu ya Urusi ambayo ilikuwa inashikiliwa na nchi ya Ukraine. Kwa hiyo ukitazama ni kwamba Zelensky ameendelea kupoteza sana katika nchi yake. Na kimsingi kwamba Zelensky atakiwa afanye uchaguzi mwaka huu hapa. Tangu ameingia madarakani mwaka 2019 ajenza kufanya uchaguzi. Na katika mkataba ambao unatajwa wa Urusi unasema wazi kabisa kwamba mazungumzo yote ambayo tutafanya na Marekani na Ukraine, hata mpango ya majimbo ambayo kimsingi tunawashikilia, majimbo hayo 4 ambayo nimeyataja, usiwe sehemu ya mpango katika mkataba wa amani. Kwa kimsingi ni kwamba katika vita ya Urusi na Ukraine, Zelensky ameshindwa kuchanga karata zake vizuri. Kwa sababu tazama, Ukraine mtei ni eneo ambalo tunasema linagombaniwa. Yaani hapa duniani kuna maeneo ambayo kimsingi yanagombaniwa. Eneo kwa mfano ya Ukraine, eneo kwa mfano la Palestina, eneo kwa mfano la Israeli, eneo kwa mfano la Taiwan, Cuba, ni maeneo ambayo kimsingi yanagombaniwa. Kwa hao wakubwa wa dunia na maisha ya Urusi, Marekani, China, huwa wanajaribu kutafuta maeneo ambayo kimsingi ya mkakati kuja kuyadhibiti kwa lengo la kufanikisha maslahi mapana ya kiuchumi. Kwa hiyo karata za Zelensky dhidi ya hao wakubwa imepelekea kwamba katika mkataba wa jana kuweza kutoa madini na kuweza kupelekewa msaada wa amani. Kwa maana hiyo Marekani chini ya Donald Trump ni kwamba hataki kufanya alichokuwa anafanya Biden cha kutoa msaada wa bure kabisa. Na hiyo ndio hoja ya msingi kwamba ukitazama Biden ni kwamba alikuwa anajibu kulinda kile ambacho kinachoitwa demokrasia. Kuna kwamba kuna sheria za kimataifa ni ukosefu na uvunjifu wa haki za kimataifa pale nchi moja inapovuka mipaka kwenda kuishambulia nchi nyingine. Kwa ni kwamba Biden alikuwa anaisaidia Ukraine kwa lengo la kuhakikisha kwamba anaenda kulinda ustaarabu wa kidemokrasia na ustaarabu wa kimataifa. Lakini Trump anasema hapana, tunakusaidia kivita, sisi tunapata nini? Wanajeshi wetu wanakufa, teknolojia yetu ya kivita inatumika, sisi tunapata nini? Kwa Trump anasema hapana, vita ya Urusi na Ukraine Trump anaiangalia kibiashara. Na kama unavyojua kabisa kwamba Trump ni mfanyabiashara, ni mfia uchumi. Chochote ambacho kimsingi anachokifanya au anachokitekeleza kinalenga kuweza kuifaidisha Marekani kwanza. Na hiyo kimsingi inakuonyesha, kwa mfano ameziambia nchi za Ulaya na nchi za NATO, kila nchi ina wajibu wa kujilinda wenyewe. Ameziambia nchi za NATO, kama msipoweza kujilinda nitamwacha Putin aweze kuvuka mipaka na kuweza kuwavamia. Kwa kimsingi ni kwamba Trump ni mtu ambaye amekuja kubadilisha sana sera za kimataifa, sera za ulinzi na usalama, hata sera ya mambo ya nje. Kwa kimsingi ni kwamba mtazamo wote wa Marekani dhidi ya Urusi na Ukraine unaweza kupelekea athari kubwa kwamba Ukraine endelee kupambana
au wasiendelee kupambana. Hii inaweza ikawa ni hatua ya Ukraine inaweza kufaidika na huu mpango wa Trump, ama kuna sehemu anakwenda kupoteza? Mpaka sasa hivi ukitazama Ukraine ameshapoteza sana. Cha kwanza amepoteza nchi yake, maeneo yake yale majimbo yake makubwa manne, lakini vile vile ukitazama Ukraine ameweza kupoteza wananchi wake. Ukitazama nchi ya Ukraine ni nchi ambayo ina takriban wananchi milioni 50 na inatajwa kwamba kuna janga kubwa la kibinadamu la uhamiaji katika nchi za Ulaya. Takriban wananchi milioni 15 wamekimbia nchi yao. Kwa kimsingi ni kwamba Zelensky amepoteza kuanzia katika nchi yake, amepoteza kiuchumi, amepoteza kiusalama. Na kimsingi ni kwamba Urusi ameshafanikisha malengo yake ya kwenda vitani, kwa sababu tunashinda vita kwa kutumiza malengo. Malengo ya Urusi alikuwa ni Ukraine kutokuingia NATO, aliweza kuingia. Malengo ya Urusi ilikuwa ni kuweza kukomboa ukanda wa mashariki, ukanda Donbas, majimbo yale anayashikilia. Lakini malengo ya Urusi ni kwenda kukomboa mji wa kimkakati na kushikilia mji wa Zaporizhia. Mji wa Zaporizhia ndio mji ambao una kinu kikubwa cha nyuklia barani Ulaya. Urusi anakishikilia. Kwa kimsingi ni kwamba kiasi kikubwa Vladimir Putin ametimiza malengo yake ya kwenda vitani. Kwa upande wa Ukraine na Zelensky amekuwa akijaribu kuungwa mkono na kutafuta uungwaji mkono kwenye hiyo jumuiya ya kimataifa na misaada ya kimataifa. Lakini kwa kiasi kikubwa Zelensky amepoteza sana katika vita ya Urusi na Ukraine.